Kumekuwa kuna malalamiko mengi kutoka kwa ndugu zetu. Naona wengine, mdogo wangu maskini ya Mungu, mdogo wangu Mandala analia. Nataka nimwambie tu kitu kimoja. Pole sana mdogo wangu kwa machozi yako. Ulinicheka mimi, si ndio? Mandala alinicheka, "Oh, Kizinga unalia," wakati mimi nalia natoa machozi kwa sababu ya TFF. Ndio. Kipindi kile mimi nalia, machozi yangu yanadondoka. Mimi machozi yangu yamekuja na faida. Machozi yangu yameondoka na watu shehe. Wewe machozi yako Bwana, mambo vipi mwana michezo? Bwana, niko na captain hapa Kizinga JR bwana kuizungumza michezo. Bwana Kizinga, mambo vipi ndugu yangu? Bwana poa, mambo vipi? Namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Kwa salama. Tunaona Yanga mna furaha sana. Ni watu wote wa mpira wako na furaha. Kwa nini? Kwa sababu ile hatima ya ule mvutano takriban miezi mitatu minne umefikia mwisho sasa. Dabi imepangwa, tuko tayari kwa ajili ya kucheza, na tuwashukuru pia viongozi ambao wamehusika kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha kwamba jambo linakwenda sawa. Yes. Tukianza na hili Kizinga, kuanzia kwenye ile hatua ambayo mlikuwa mnasema hamchezi mpaka kwenye kufika kwenye hii hatua ya mwisho ambao kwamba mmesema wenyewe mnacheza, kwanza tuanze na hili, unalizungumziaje kwa upande wako? Kwa upande wangu naliona liko sawa kwa sababu Dar es Salaam Africans ina viongozi ambao wana uweledi mkubwa sana, viongozi bora na watu smart. Kwa nini? Kwa sababu wanaamua sasa kusimama kwamba tunahitaji ligi iliyokuwa bora isimamiwe na viongozi wenye uweledi, sio wale ambao wamepoteza sifa, wanafanya vitu labda kwa matakwa yao au maagizo. Kwa hiyo kwa namna ambavyo Dar es Salaam Africans wamesimama, unajua mkubwa ni mkubwa tu. Dar es Salaam Africans ni mkubwa wa virabu vyote katika ardhi ya Tanzania kwa kuzaliwa hata kwa mafanikio. Kwa hiyo lazima asimame kama kaka wa virabu vyote Tanzania, aweze kupambania haki ya virabu vingine vyote. Kwa hiyo tuwapongeze sana viongozi wa Dar es Salaam Africans, mashabiki wote na wazee wetu wa Dar es Salaam Africans, wazee ambao wamepewa thamani kubwa sana, wazee ambao wanatambulika kikatiba ya Dar es Salaam Africans. Tuwapongeze sana kwa kazi kubwa ambao wamefanya. Yes, kwamba unaposema watu wajiuzuru, maana yake kuna vitu na viona haviko sawa, na ukiangalia vizuri unaona kabisa viongozi ambao wamejiuzuru, Mguto pamoja na aliyesimamishwa Almas Kasongo, wamestahili kuachia madaraka kwa sababu wameshindwa kusimamia vyema na kuendesha vyema mpira wetu. Kwa hiyo tunaangalia moja kwa moja, ukishindwa kusimamia vyema mpira, kuendesha vizuri na kuzisimamia kanuni, ina maana wewe mpira umekushinda, unatakiwa ufanyeje? Unatakiwa uachie ngazi. Kwa hiyo tuwapongeze sana mzee Mguto na Almas Kasongo kwa kuyaachia madaraka wachukue watu wengine, kwa sababu walishindwa kusimamia vyema. Kwa mfano ukiangalia mzee Mguto ndo mwenyekiti wa bodi. Kuna madhaifu mengi yameonekana. Ukiachana na la tarehe 8, ukiwaangalia hawa watu, angalia kwa nini bingwa wa CRDB Federation toka msimu ulioisha na huu tunakwenda finali, kwa nini hajalipwa pesa zake? Japokuwa hili liko kwa TFF, yes, nafikiri kwa TFF. Menelewa, hichi ni kipengele cha katibu mkuu Wilfred Kidao. Kipengele kinamhusu hichi. Mzee Mguto, kwa nini marefali wamekuwa hawatendi haki, wanapendelea upande mmoja? Nawe upo kama mwenyekiti unaangalia. Mwenyekiti, angalia timu ya Mtibwa inalalamika, hawajapewa kitu chochote. Sawa, wewe ni mwenyekiti, uko wapi, unafanya nini? Kombe la vijana, wadada wamemaliza ligi, unakwenda kuwakabidhi kikombe chao Kigamboni, tena wanaenda kucheza mchezo wa kirafiki na timu ya taifa ya wanawake. Huu ni msiba shehe. Lazima tufikie hatua tupaze sauti. Wale viongozi ambao wanashindwa kutusimamia vyema wakae pembeni. Kumbuka kwamba Tanzania ligi yetu inafuatiliwa sana, South Africa, Misri, kote. Ndio maana unaona hata tumetoa wachezaji ambao wanafanya vizuri nje. Unaweza ukamuona top scorer wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika ametoka Tanzania hapa, Fiston Maele. Umeelewa? Kwa lazima tuangalie, wanaangalia wachezaji. Angalia Selemani Mwalimu, leo hiyo anakwenda kupiga karata yao
katika michuano mikubwa ya Club World, si ndio? Na wakina Messi umoamo. Huyu ni mchezaji ambaye Wydad wamemchukua kutoka Tanzania. Walikuwa wanafuatilia ligi ya Tanzania. Tuko makini. Lazima tusimame vyema kuokoa mpira wa nchi yetu. Lazima tuwahimize viongozi wasimame vyema katika kupigania mpira wa Tanzania ili tuweze kufika mbali zaidi. Umeelewa? Tuendelee kupata wachezaji wetu wengi waendelee kufanya vizuri na tupate wachezaji wengi ambao watakwenda kucheza nje, tupate timu ya taifa iliyokuwa bora. Umeelewa? Kwa kwangu mimi niwapongeze hao walioachia, naamini itakuwa ni darasa kubwa kwa wale ambao watakaoingia. Wataenda kusimama vyema, wataenda kuzisimamia vizuri sheria na kanuni. Haiwezekani mtu kazuiliwa kuingia kufanya mazoezi, alafu wewe unaahirisha mchezo. Sheria na kanuni unaamua kuzikanyaga bila huruma. Yaani wewe unapoahirisha mchezo na ikiwa kwenye barua yako umesema nakili wazi wazi kwamba Simba alifanya makosa kwa kutoa taarifa. Kwanza umekiri kwamba alifanya makosa yeye mwanzo. Kwa nini unaahirisha mchezo? Halafu baadaye unakuja kutuambia kwamba ulipokea simu ya maelekezo kutoka kwa kiongozi. Hili la kupokea simu za maelekezo ndio linatuharibia mpira. Wewe kama kiongozi unapokeaje simu ya maelekezo? Haya, huyu aliyekupigia simu ya maelekezo na wewe ukafuata, ina maana umeacha kibarua chako, umeacha majukumu yako, unaenda kufanya nje ya matakwa, unafanya kwa matakwa ya watu wengine. Tuambie wale wote ambao mnakuja kuchukua nyadhifa, hakikisheni mnafanya kazi kwa matakwa ya kazi inavyotakiwa, sheria na kanuni na namna ambavyo mnaelekezwa kazi mkafanye. Hawa viongozi wa serikali, viongozi wa umma, viongozi mbalimbali, hatukatai wana mapenzi na hivi virabu. Utamkuta kiongozi wa juu ni Simba, mwingine ni Yanga, lakini pia naye tumuombe, tuachie mpira huu. Acha Simba afungwe. Kwani Simba kifungwa kuna shida gani? Mwache Yanga afungwe, kwani kifungwa kuna shida gani? Acha. Hata kama umeuliza, jamani, unajua wana tabia viongozi wa kutaka kujua. Jamani, dabi ndio hiyo. Vipi huko mipango mmesukaje huko? Yanga anakufa. Alafu unauliza alafu unaambiwa baba milango migumu. Majamaa kwa muziki wale tuandalia. Yani kipimo kila tukiangalia tunaona 7. Na baba. Kama ndio mnavyoangalia hivyo, fungeni geti. Za ndani nakupa hizo. Unaambiwa mkuu alipiga simu, bana vipi? Safi. Vipi mambo yakoje? Bana tumechoka kunyanyaswa. Majamaa wakitufunga mara 5 itakuwa aibu fedhea sasa. Dabi inakuwa imepungua. Mnasemaje? Katika maandalizi yenu hali ikoje? Bana mpaka sasa hivi tunaumiza vichwa. Majamaa wametushika kila kona. Kila tukifurukuta hivi tunaona 7, zikipungua sana zinaweza tukapunguza hata 2 zikabaki 5. Mzee anasema kweli, ndio tunakwambia hivyo. We funga mageti. Funga mageti. Kwa geti likafungwa hapo, wewe arudi nyumbani, mechi hakuna. Na wewe Kasongo unaenda kuahirisha mchezo. Sawa? Kwa tuwaombe viongozi, vumilieni. Kitu pekee ambacho unatakiwa kiongozi, wewe wajua serikali ambao una mapenzi na hii timu, kitu pekee ambacho unatakiwa kukifanya wewe, nenda kamshauri yule kiongozi mkuu wa timu ambaye mwenye dhamana ya kufanya usajili, atusajilie timu iliyokuwa bora na imara ambayo inaweza ikamfunga Yanga, kwa sababu simuone JSM analeta vyuma kweli kwa lengo la kuchukua ubingwa na lengo la kumnyanyasa Simba. Sawa? Kwa hiyo kama unaona wewe anafanya hivi, na wewe nenda kazungumze na viongozi wa hiyo timu wafanye usajili mkubwa, ikibidi na wewe pia uongeze nguvu katika kusaidia kwenye usajili pale. Tengeneza timu iliyokuwa imara. Lakini kama hujatengeneza timu iliyokuwa imara, utaendelea kumkimbia Yanga mpaka lini? Umemkimbia tarehe 8, tayari issue zimeshavuja. Sasa umekimbia tena kwenye tarehe 31. Umeshindwa kumtoa Singida, umekimbia. Sasa na hapa tena unaanza kuwaza itakuwaje? Kapteni Kizinga, tuone kwamba tarehe 8 ile dabi ilivyogairishwa kwamba bodi ya ligi walitoa sababu kwamba kuna rushwa na uvunjifu wa amani kwamba ulikuwepo katika mechi hiyo. Lakini juzi hapa wamebadilisha tarehe kwamba mchezo huo utachezeka tarehe 25, lakini hawajaeleza sababu gani ambayo imepelekea kugairisha mchezo huo ambao ilibidi uchezeke leo tarehe 15. Kwanza ile unalizungumziaje kwa bodi ya ligi kwa kutoa kauli hiyo kwa kubadilisha mchezo? Kwanza nataka nikwambie kitu kimoja. Ndio yale madhaifu ambayo tunasema yalipatikana chini ya uongozi wa Mguto na Almas Kasongo. Sawa? Unasema kwamba sababu ni za kiusalama. Kwanza walisema wanafanya uchunguzi.
baadaye wakaja kusema kuna viashiria vya rushwa, si ndio? Halafu wakasema na usalama kuwa mdogo. Lakini ukweli ni kwamba walitafutwa baadhi ya maafisa wa TAKUKURU, walisema kwamba hawana hiyo taarifa kwamba kuna viashiria vya rushwa pale, wala hakuna ripoti yoyote iliyokwenda ofisini kwao kwamba kuna jambo la rushwa liko pale. Kwa ina maana tayari umeshaudanganya umma, sio kweli. Hilo la kwanza. Jambo la pili, pale ukiangalia hata marejeo ya zile video zilizokuwa zinatumika siku ile, pembeni yake kuna gari la jeshi la polisi, wale wanaofanya patrol lilikuwa liko pembeni pale. Kulikuwa kuna ulinzi na usalama wa kutosha sana kwa vijana wa Kamanda Mulilo, walikuwepo wengi sana pale. Sehemu kama hiyo amani ipo au hakuna? Ipo. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni uongo mwingi ambao waliufanya, lakini Waswahili wanasema mwisho wa ubaya ni aibu. Kwa hiyo mwisho wa ule uongo umekuja kuonekana mwisho, na wameamua kuachia kwa sababu hawakuwa watendaji wazuri wa kazi. Si umenielewa? Kwa hiyo namna ambavyo waliahirisha ule mchezo, waliwairisha kwa maelekezo kama nilivyosema awali, kwa pressure tu ya mashabiki ambao wako labda viongozi wa juu au labda hata wale wa chini. Umenielewa? Ile pressure tu. Ndio maana mara nyingi napenda kusema kama kuna kiongozi unajijua wewe uko kwenye nini, unaupenda mpira, hebu jaribu kuacha basi mpira uongee. Kufungwa ni jambo la kawaida. Leo hii ni Tanzania, kifungwa goli 5 unaanza unataka kupiga watu, unataka kufanya hivi. Tumeona Ulaya mtu anafungwa goli nyingi sana. Sawa? Na ana kiwango kizuri sana, lakini kaingia kwenye mfumo anapigika kweli kweli. Si umeona? Mtu jana kachezea 10, hujaona? Kwa nini amefika pale? Amedeserve kufika pale kucheza club world. Sawa? Na amepigwa goli 10. Unapoingia kwenye mfumo wa mtu, acha mtu akushone kweli kweli. Tukirudi kwenye kupanga tarehe, bado ilikuwa ni tatizo kwa sababu bodi kama bodi unajua kabisa kuna mgogoro wa hivi vilabu. Bado haujakaa sawa. Wewe unapanga tarehe ya mchezo. Unapangaje tarehe ya mchezo ikiwa hujawaambia watu sababu ya kuvunja mchezo wa tarehe 8 ilikuwa nini? Yaani waambie sababu ya msingi ya mchezo wa tarehe 8 kuvunjika, ndio wapangie tarehe ili wote warizike. Umeelewa? Kwa sababu Dar es Salaam Africans ndio mwenyeji wa mchezo, si ndio? Ndio mwenye mchezo wake. Ana haki ya kutaka kujua kwa nini mchezo wangu mimi ambao kwa upande wangu mimi umevurugika, na wewe unatakiwa umwambie. Kama hujampa sababu za msingi, unapangaje mchezo? Halafu bila kuwauliza Dar es Salaam Africans wanasemaje? Kuna nini? Kwa sababu sisi ndio kwenye mchezo. Tuna mambo haya. Tunaweza kuamua huu mchezo tuupeleke Amani kule Zanzibar. Kwa mabwana usempenda kaja. Tunaweza tukaupeleka Zanzibar kule. Sisi ndio wenyeji. Tuna option ya kuchagua katika michezo miwili au mchezo mmoja, si ndio? Kwa hiyo tunaweza tukaamua sisi tuupeleke Zanzibar. Tunaweza tukaamua sisi tusichukue vingilio, kwamba jamani watu wa mpira ingieni bure kabisa mkashuhudie burudani dabi. Sisi ndio wenye kuchagua. Sasa hujakaa na sisi, hujatuuliza chochote, hatujakubaliana chochote, unapanga dabi. Hili nalo lilikuwa ni tatizo lingine. Kwa hiyo kwa sababu ya madhaifu ambao wameyagundua hapo, wameamua kukaa pembeni, na tunawapongeza sana. Wamefanya jambo kubwa sana. Tupate viongozi wengine ambao watasimama vyema, watatuongoza vizuri kwenye mpira wetu. Na kwenye upande wa hili kwa Young African wanaamini kuwa ile sakata tayari limeisha na wamepata haki zao ambazo walikuwa zinahitajika, lakini tukiangalia upande wengine watu wanadai kwamba jambo hili pia limeisha kwa busara, kwamba halijaisha kwa kanuni na sheria, kwamba limeenda juu zaidi, kwamba lienda kwa upande wa pili ambapo ni kwa mama Samia Suluhu Hassan ambaye ndo alusuluhisha mjadala huo, kwamba bodi ya ligi na TFF walishindwa kusuluhisha jambo hili. Kwa upande wako pia unaliongeleaje? Kwanza niseme kitu kimoja. Sio kwamba kesi Yanga ameshinda. Mpira umeshinda. Tunapenda kutumia kauli hiyo, mpira umeshinda, kwa sababu Yanga madai aliyokuwa na yadai yeye yalikuwa ni madai sahihi sana. Sio ya kumuonea mtu, kumnyongea mtu, hapana. Yalikuwa ni madai sahihi kwa maslahi makubwa ya mpira. Ndio maana nikasema hapo mwanzo Yanga ni kaka wa mpira wa nchi. Kwa lazima viokoe vilabu vingine vyote ambavyo vimekuwa vikionewa. Vilabu vya chini huku ni mara chache sana kumuona msemaji wa timu au timu kwa ujumla ikipaza sauti namna ya kuonewa. Wakiinua mdomo wao kuzungumza, mara nyingi wanakutana na adhabu. Kwa wamekuwa wakivumilia hata pindi wanapoonewa. Umeelewa? Kwa hiyo niseme mpira umeshinda kwa kiwango kikubwa, japo bado kuna vitu vinaendelea kurekebishwa. Sawa? Jambo lingine, kufika jambo kwa mama
kumbuka kwamba sakata limekaa kwa muda mrefu. Sawa. TFF mara nyingi nao tumekuwa tukiwapa lawama kwa sababu baada ya Dar es Salaam Africans kuandika barua ya malalamiko yake kwenda TFF, ilitakiwa Yanga itekelezwe shida zake, ikiwa ni kukaa nao chini na kuzungumza nao, kutaka kujua matakwa ya Dar es Salaam Africans ni yapi na nini wanahitaji. Basi baada ya hapo kikao kile unakimaliza kwa staili hiyo. Lakini TFF, bodi ya ligi, hawakuweza kukaa na Dar es Salaam Africans kwa ajili ya kuzungumza, kujua shida zao, kero zao, malalamiko yao, wanataka nini. Hawakutaka kufanya hivyo. Kama umeshindwa kufanya hivyo, ina maana wewe unaonyesha hisia zako kwa upande mmoja. Kama unashindwa kumsaidia huyu mtoto, umemsaidia yule aliyeandika barua usiku wa manane ya kutaka kwamba hatocheza hiyo mechi, na wewe ukafuata anavyotaka yeye. Ina maana ulitakiwa kukaa na huyu hapa ukamsikiliza matakwa yake yeye ni nini, anachohitaji ni kitu gani. Mkazungumza ukajua wapi ambapo kuna shida. Lakini hawakutaka kufanya hivyo. Kwa mpaka linafika hapo lilipofika, chanzo kimesababishwa na hawa watu viongozi. Yaani wao wameshindwa kusimama wao. Kwa hiyo hatuwezi kwenda kwenye aibu kubwa ya mpira wetu. Kwa hiyo hata viongozi wetu wa serikali nao walikuwa wanaangalia mgogoro unakwendaje. Mwisho wa siku wakaja viongozi, nafikiri naibu waziri na waziri wa michezo, wakajaribu kuzungumza nao, lakini hakukuwa na mwafaka wote kwa sababu hatukupata majibu yote, na maana kwamba ngoma ilikuwa ngumu. Kwa hiyo kama waziri ameshindwa, nani aliyokuwa hili jambo? Umeelewa? Mwisho wa siku kinachofuata ni nini? Kinachofuata inatakiwa tamko litolewe. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ameona. Kumbuka Mheshimiwa Rais ndo mama yetu kipenzi, ndo sauti ya juu. Ameona watoto wanagombana huku chini. Kulwa na Doto wana migogoro. Na huyu msimamizi ameshindwa kumaliza, umemshinda huu mgogoro. Kwa hiyo ameona suluhisho hili jambo ni lipi? Tuna mambo mengi huku mbele yanatakiwa kuendelea. Sio nchi kila takriban miezi mitatu swala hilo moja. Hapana. Hebu niwaite vijana wangu. Kawaita watu wa Simba, watu wa Yanga, jamani takiwa kipigwe. Hili mmalize migogoro. Na nyinyi huku jitathmini, huko sitaki kuingilia sana. Hapa ni 1 2 3. Basi ili tupate amani, watu wapate burudani. Nendeni mkacheze huu mchezo. Na mchezo umepangwa tarehe 25. Twende tukacheze. Japokuwa kumekuwa kuna malalamiko mengi kutoka kwa ndugu zetu. Naona wengine, mdogo wangu maskini ya Mungu, mdogo wangu Mandala analia. Nataka nimwambie tu kitu kimoja. Pole sana mdogo wangu kwa machozi yako. Ulinicheka mimi, si ndio? Mandala alinicheka, okay Zinga unalia wakati mimi nalia natoa machozi kwa sababu ya TFF. Ndiyo. Kipindi kile mimi nalia machozi yangu yanadondoka. Mimi machozi yangu yamekuja na faida. Machozi yangu yameondoka na watu she. Wewe machozi yako hayaondoki na mtu yote. Machozi yangu yameondoka na Mguto, machozi yangu yameondoka na Kasongo. Kwa sababu walikuwa watendi haki, wanavionea virabu vingine. Na mimi kama nahodha mashabiki nilipatwa na hisia nikatoa machozi yangu. Nashukuru Mungu machozi yangu yamekwenda na watu. Mandala, machozi yako wewe hayataenda na mtu yoyote. Machozi yako wewe yanatakiwa kamalizika tarehe 25. Basi hakuna kingine zaidi ya hicho. Lakini mpaka sasa hivi wako kimya, wenyewe hajatoa kauli yoyote kuhusiana na hili baada ya kupangwa tarehe. Je, huenda wao wakagomea mchezo huu unavyoona? Sidhani kama wanaweza wakagomea, lakini taarifa zinazoendelea kusikika na kusambaa ni kwamba wana mpango wa kuwapa likizo wachezaji first 11. Alafu wapeleke watoto vijana wale ambao walikuwa wapati nafasi. Yaani ni kama wanahususa mchezo. Kwa hiyo kama watakuwa na mawazo hayo, ni sawa na mtu ambaye anasusa kula chakula ikiwa njaa nayo. Huwezi kumkomoa anayepika chakula. Unajikomoa mwenyewe. Kwa hiyo ili cha kuwashauri tu, waandae timu yao vizuri, bado wana nafasi ya ubingwa, waandae timu yao vizuri, waingize timu tarehe 25 kipigwe. Wakizichanga vizuri, wakipata ushindi, basi nafasi ya wao kuwa bingwa inakuwa imeonekana wazi hiyo hapo. Menelewa bana, ubingwa wanauchukua. Wakija kichwa basi wanakuja kuchezea za uso, Dar es Salaam Africans anakuwa bingwa. Lakini naamini kile walichokikimbia siku ya tarehe 8 ndio hichi ambacho wanahofu nacho, kwamba Dar es Salaam Africans anawashika pabaya na ana timu nzuri ya kuweza kuwafunga. Baada ya kutolewa tarehe, maana kabla ya kutolewa tarehe hii mpya, wana Simba walikuwa wana promote sana huu mchezo kwamba tukutane kwa Mkapa, lakini tokea Yanga mkubali kucheza, tunaona Simba wao sasa wako kimya katika kauli hii ambayo baada ya kubadilishwa. Unahisi nini ambacho kinasababisha Simba mpaka sasa hivi wako kimya baada ya nyinyi kusema mnacheza tarehe 25? Mimi nahisi ni uoga uliowatawala zaidi sana watu wa Simba na kuihofia Dar es Salaam Africans. Na lazima tuseme tu ukweli. Kama ni mtu ambaye unafuatilia
Simba walikuwa wanahitaji sana pointi za mezani zaidi ya kucheza na Yanga. Kwa hiyo wao walikuwa wanaamini kwamba nyinyi tarehe 15 hamtoleta timu na watapata pointi 3 hizo za mezani? Ndio, kwa sababu waliaminishwa hivyo. Waliaminishwa kwamba wasipoleta timu, kwanza walikuwa wanajua sisi hatupeleki timu. Hilo ukilijua. Walikuwa wanajua moja kwa moja Yanga hapeleki. Kama walikuwa wanajua Yanga hapeleki timu, ina maana moja kwa moja kama unajua Yanga hapeleki timu, ina maana moja kwa moja unajua kabisa hapa tunaenda kuchukua pointi za wapi? Za mezani. Kwa hiyo Simba walijua kabisa wanaenda kuchukua pointi za mezani. Kwa hiyo sasa hivi baada ya mechi kupangwa tarehe 25, moja kwa moja wanajua kabisa hapa pointi za mezani hakuna na ushindi hatupati. Ndio maana unaona kwamba wamekuwa wabaridi sana. Kwa hiyo mawazo yao na matakwa yao na mategemeo yao walikuwa wanategemea sana kuzipata pointi za mezani. Sio, umeelewa? Yes. Kwa walikuwa wanaishi kwa kutegemea pointi za mezani. Kwa kumalizia Kizinga kwenye hili. Kwa kumalizia ni waombe tu viongozi wa Simba endeleeni kukaa kimya, lakini tarehe 25 leteni timu. Na mashabiki wa Dar es Salaam Africans, mashabiki wa mpira, wewe shabiki ambaye upo Kenya, Uganda, Rwanda, sehemu yote Burundi, tunakuomba njoo Benjamin Mkapa. Mechi ya safari haina kipengele. Simba wataingia kufanya mazoezi, watamaliza, watarudi majumbani, watapeleka timu. Kitapigwa. Mtakuja kushuhudia burudani safi, mtakuja kushuhudia Dar es Salaam Africans tunavyonyanyua kwa hapa. Kombe la kwetu lile shehe. Asikudanganye mtu, kombe letu hilo. Na wanatujua vizuri, unafikia watujui. Paka wanapigiana simu na funga mageti. Funga mageti. Kizinga, nashukuru sana. Asante sana. Bwana nipigia siku ya tarehe 8.